Bwana Zela kujichola. Uko vizuri? Wewe unaonaje mimi niko vibaya? Kama una huzuni. Huzuni wa nini? Unasema heli ya miaka 90. Pengine ina maana gani zaidi kwa upande wako? Ina maana ni kufurahia, ina maana kubwa sana kwangu mimi binafsi kwa sababu hii ni siku maalum kwa sisi wana Simba. Ni tukio maalum kwa wana Simba wote waliokuwepo ndani ya Dar es Salaam na hata nje ya Dar es Salaam. Ni makutano, hadi Simba Day ni makutano ya wana Simba wote. Tunakuja kukumbukana, tuangalie kama kuna wapo ambao wametangulia mbele za haki kupitia Simba Day, tutajuana hapa leo. Umeelewa? Lakini yote kwa yote binafsi naweza nikasema katika tukio kama hili kwangu mimi binafsi ni tukio kubwa sana, na furahi sana kwenye matukio kama haya kwa sababu binafsi nakuwa najionea wachezaji, maingizo mapya, naona mashabiki wenzangu ambao tumepotezana muda mwingi. Kwa binafsi naweza nikasema ni siku nzuri sana kwangu mimi. Wanasema Simba Day ni zaidi ya sherehe, pengine ina maana gani? Hiyo iko wazi. Simba Day ni zaidi ya sherehe, aliyekuambia hivyo hajakosea. Kwa sababu ukiangalia katika matamasha, masherehe, Simba Day, matamasha yote duniani, basi tamasha namba moja ni siku ya Simba Day. Hakuna tamasha lingine ambalo lina ubora na lina uitikio wa watu wengi na lina ubora wa hali ya juu kama Simba Day. Kwa hiyo binafsi kama sisi wana Simba ni vile tu hatujakuwa kwenye ule uwanja husika ambao unabeba watu zaidi ya 60,000 ndani ya stadio. Tuko kwenye uwanja wa Uhuru. Lakini yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ukikosa kidogo, usiposhukuru kidogo, hata ukipewa kikubwa huwezi kushukuru. Bwana, kubwa zaidi ya uwanjani, kila mwana Simba amevaa uzi mpya. Kwa upande wako hatuja kuona ukifanya hivi, hata ukishikilia mkononi. Sasa mimi nikivaa uzi najiona kama niko nyumbani, kama niko nyumbani, lakini nikiwa hivi sio kama jezi sina. Jezi mimi nayo ya nyekundu na blue, nyeupe ndio sijabahatika kununua, ila ya blue na nyekundu ndio ninazo, umeelewa? Ila nikivaa jezi, je, utamjua mzee wa kujichora? Kwa sababu kazi yangu mimi kuhamasisha. Unajua nikiwa hivi wewe unahamasika, kama jamaa anaweza kujichora kuja uwanjani kwa sababu ya kuisupport klabu, kwa nini na mimi nisionyeshe, nisiende hata nikiwa nimevaa jezi yangu? Kwa nini nisiende kununua jezi? Umeelewa? Kwa hiyo mimi kupitia hivi, hii ndio kodi yangu, umeelewa? Maana Zela kujichora, tukishikilia hapo bwana, tupe za ndani kabisa. Kitu gani ambacho kilikuja kichwani ghafla ukasema ngoja nianze kujichora mimi nitoke na staili hii? Unajua nikwambie, kwenye maisha kuna mambo mengi sana, umeelewa? Mimi sijaanza kuishabikia Simba leo wala jana wala juzi. Hata 2012 niko uwanjani, ingawa nilikuwa sio vile, nilikuwa naipenda Simba. 2009 naanzisha Simba Day, siku ya kwanza kuanzisha Simba Day 2009 nipo uwanjani, ingawa nilikuwa nakuja kuangalia mpira, naipenda Simba, lakini sio vile, nilikuwa sio mfuatiliaji sana. Hata miaka ya nyuma nikiwa kijijini hivyo hivyo, umeelewa? Lakini sasa ikafikia wakati nikasema kupitia klabu kama hii, basi mimi ni wakati wangu wa kuweza kufahamika ili watu wanijue kupitia Simba, kwa sababu ndio klabu ambaye imewatoa watu wengi na ndio maana naiheshimu sana. Kwa hiyo nikasema sio vyema, nikatafuta watu ambao wakunishauri bwana nitumie staili gani kupitia kwenye mambo ya Simba ili mimi kuweza kufahamika zaidi na kuhamasisha wenzangu kuja uwanjani. Baada nikamwambia mimi katika vitu ambavyo nimeviwaza kutafuta, leo sijaja nayo ile nguo yangu maalum ile. Leo nimekuja kivingine zaidi. Ile nguo yangu kubwa ile. Nikamwambia bwana nimewaza kutengeneza nguo kubwa alafu na kujichora. Akasema hiyo idea mzuri, sio mbaya, tujaribu tuangalie itakuwaje. Lakini nashukuru tokea nimeanzia mpaka leo mafanikio yamekuwa makubwa sana. Zela kujichora, tukishikilia hapo umeona jezi ya mpinzani Young Africans. Ile jezi imetengenezwa maalum kwa mama wanaonyonyesha. Ile jezi imetengenezwa maalum kwa mama wanaonyonyesha. Pengine ina maana gani? Usimuona kola lake limeishia hapa. Maana yake wala mama wanaonyonyesha wasipate shida kutoa nyonyo. Kutoa nyonyo. Ngoja zanga maalum kwa mama wanaonyonyesha. Sio na ukifunika ile lebo ile, ukifunika ile nembo yao pale ya Yanga ile, ukiangalia ile jezi unaweza kusema hii timu inatoka Vikumbulu au Morogoro ndani huko, umeelewa? Unasema hii timu kweli ya Tanzania hii inatumia hii jezi, lakini ukitoa unasema kumbe Yanga Afrika modern taarabu. Bana, nikimsikia mmoja kati ya shabiki wa Simba anasema bwana Yanga wameleta vibonde kwenye Yanga Day. Wameleta vibonde? Kwani wameleta timu gani? Igo du Kongo kutokea Kongo. Kutoka Kongo. Mimi nikwambie hii ni siku ya kufurahi. Alafu kesho kama bado siku 4 tu kuna mechi ya dabi. Kwa hiyo usitegemee kama wote wangeleta timu kubwa ambazo zina upinzani mkubwa ndani ya uwanja. Lazima ingetokea hivi tu. Kwa hiyo ndio jibu lake kwamba
isingewezekana tulete timu ambazo zina ushindani mkubwa. Inaweza katokea injury kwa mchezaji muhimu, itakuwa danger kuelekea kwenye ngao ya jamii. Kwa hiyo ilikuwa lazima itokee hivi kutokana na ratiba yenyewe jinsi zilivyo. Tunavyozungumza tarehe 12, tarehe 16, tarehe 19, tarehe 24. Unafikiri atatoka nani hapo? Unaelewa? Yaani tarehe 12 Mtani, tarehe 16 Kagera, tarehe 19 Pamba, tarehe 24 Singida. Unafikiri kuna nini hapa? Alafu leo ulete timu ambayo ina nani kubwa. Bora kama umeshaiogopa NBC Premier League msimu ujao. Sijaiogopa, nimekuambia kutokana na ratiba. Kutokana na ratiba ndio maana tunatakiwa tulete timu kama hii. Unaelewa? Sio kuiogopa NBC. Kutokana na ratiba litahisi tulete ligi kama hii. Rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia kasema tusajili wachezaji 40, wa ndani 28, wa nje 12. Maana yake ratiba zitakuwa hivi. Sasa sisi tuna faida kubwa. Faida yetu kubwa, kikosi chetu sisi hatujabomoa, kikosi ni kile kile. Kaondoka Alassane Maodo Kante ambao alikuwa anacheza kwenye kikosi cha kwanza, anatoka. Umeelewa? Lakini wengine wote kwenye kikosi cha kwanza wapo wa msimu ulioisha. Kikosi tuna faida kubwa sana. Ni vile tumeongeza Kevin Nation, Chilambo, Bakari Msimu, tumemongeza Dumbia, tumemongeza pale Kaleso Mahalwa, tumemongeza na huku Ijabari. Umeelewa? Hiyo ndio Simba imeboreshwa na watapata vitu vizuri zaidi ya hivi. Wasubirie mkao wa kula. Msimu huu Simba tunaenda kubeba makombe yote. Tunaanzia tarehe 12 kuchukua ngao ya jamii. Baada ya hapo tutaenda kufuata sherehe. Na tupe siri ya mafanikio Simba ya asali na maziwa. Siri ya mafanikio ni kuwa viongozi kuonyesha kwamba kipewa pesa na tajiri kalete mali kweli. Na msimu huu kuanzia dirisha la Januari aliwasajili wachezaji wa Januari ndio ambao wametumika kuwasajili wachezaji hawa. Tumeelewa, dirisha kubwa. Maana yake kwenye usajili sisi tulikuwa tunatuangusha usajili. Walikuwa wanaleta wachezaji wa kutest mitambo, wachezaji ambao viwango vyao vidogo. Lakini yote kwa yote tushukuru kwamba ile msajili alisajili wachezaji Januari kaletuletea mali kweli saa hizi. Ndio maana sasa hivi tunajivuna, tunatamba, tumechimba dawa Jangwani na tutaendelea kuchimba sana chimba dawa Jangwani na tutaendelea kuchimba tena msimu huu. Tutaanzia tarehe 12 na mpaka msimu unaoisha tutachimba tena. Pengine tutaraji baada ya matokeo tarehe 12 tuone Jangwani tena mkichimba dawa. Na mimi kwanza nimefurahi wamepeleka Zanzibar. Yaani wamepeleka Zanzibar, maana yake tupande ndege turudi hapa. Terminal 2 tunaenda Jangwani tutachimba tena dawa. Ndio matokeo mazuri ya kwetu sisi wana Simba kutupelekea ngao ya jamii New Amani Complex. Simeelewa? Kwa tumefurahi sisi wana Simba. Maana yake tukitoka kule hatupandi boti. Tunapanda ndege Terminal 2. Mieriza ile miwili ile mieriza ile. Ile mieriza hii iko miwili. Mieriza mikubwa ile mieriza. Kwa sababu sisi ndio tumeasisi mieriza. Tofautisha na wenzetu wanatumia basi Tata. Simeelewa? Sisi tunatumia basi za kiwango. Yaani basi anopanda Vini ndio anapanda leo Anseti. Basi anopanda Kylian Mbappe anapanda leo Libase. Hiyo Simba hatari. Tajiri Mo Dewji ndio katengeneza hii foundation zote. Ndio maana unaona hao wote wanakuja, Jairuti ananua basi, anatengeneza jezi kali. Bwana, tukutane baada ya wengine wataiga kutoka kwetu. Kwenye maisha nikwambie, kwenye maisha lazima awe mtu ambaye unajua kabisa mimi natakiwa niwe kama fulani. Ndio maana wachezaji anawaulizwa bwana icon yako nani? Anakuambia fulani, umeelewa? Mimi napenda uchezaji nikiwa kama fulani, umeelewa? Kwa Yanga, mafanikio ya Yanga yanapatikana kutokana na kuiga Simba. Mafanikio ya Yanga wanapata kwa kuiga Simba. Sisi ndio icon wa mpira wa Tanzania. Kwa wao wanajifunza kwetu sisi. Na ndio maana unaona wanafanikiwa. Viongozi wetu walituangusha kwamba hawashikamani. Ndio maana tunawapa nafasi wenzetu. Lakini msimu huu watasaga meno. Bana, kwa kumalizia mara 5 mfululizo Young Africans bingwa NBC Premier League. Mmesajili mnasema kwenye regular starter ametoka Alassane Maodo Kante peke yake. Pengine kutokana na usajili wenu tuone Simba ikirejea keleleni na ubingwa. Hilo liko wazi, ubingwa tunachukua. Kama msimu ulioisha ilikuwa bado hatujapata ule muunganiko. Ilikuwa chupu tu, ni vile Arajiga ya kuamua. Basi msimu huu mpira yaani ilikuwa chupu tuchukue makombe yote msimu ulioisha. Ni vile Arajiga ya kuamua sisi tuchukue ubingwa. Si msimu huu tunaenda kubeba makombe yote. Pengine Arajiga ndio alikuwa shida. Mechi 2 ametunyonga. Ya Azam na ile. Ametunyonga zote 2. Bwana, nikushukuru sana. Asante sana. Ele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time.
Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz.